Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunazitazama ahadi za Mungu zilizoandikwa kwa ajili yetu katika Biblia. Ahadi hizi zimekuwa za baraka na zinatamanika sana na zinafurahisha sana. Tuko katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1. Tutasoma kuanzia mstari wa 6. Tuone jambo hapo. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu, hapa tunakutana na ahadi nyingine ya ajabu ambayo Yesu amewaachia wanafunzi wake. Nayo ni hii, anasema nanyi mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Huyu Roho Mtakatifu kazi yake ni kuwapa nguvu. Alikuja kuwapa nguvu za nini? Za kupeleka Injili. Amewaahidi kwamba atawajilia Roho Mtakatifu, atawapa nguvu. Nguvu za nini? Nguvu za kupeleka Injili. Wapi? Anasema kuanzia hapa Yerusalemu, Samaria mpaka mwisho wa nchi. Kuanzia hapa Yerusalemu utaenda Samaria mpaka mwisho wa dunia. Kwa hiyo kama ni mpaka mwisho wa nchi au mpaka mwisho wa dunia, hapo inahitaji nguvu. Na nguvu hizo sio za kula ugali sana au kula mchele sana. Ni nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu za Roho Mtakatifu. Anawaambia mtapata nguvu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia hapa Yerusalemu, kule Samaria mpaka mwisho wa dunia. Kwa kifupi anawaambia bila nguvu hizo hamtaweza kwenda. Bila nguvu hizo hamtakwenda. Ndio maana anasema nanyi mtapokea nguvu. Hiyo ni ahadi ya wao kwamba watapokea. Na kweli ilikuja wakapokea siku ya 10 baada ya Yesu kupaa. Yesu akawapa Roho Mtakatifu, yaani nguvu. Kwa hiyo kwa kifupi maana yake, ukiwa na Roho Mtakatifu una nguvu. Huna Roho Mtakatifu wewe ni dhaifu. Narudia, ukiwa na Roho Mtakatifu una nguvu. Kama huna Roho Mtakatifu wewe ni dhaifu. Kama wewe ni dhaifu, basi huwezi kufanya kazi ya Yesu. Kama ni dhaifu huwezi kufanya ya Yesu, utashindwa. Lakini ukitaka kufanya kazi ya Mungu vizuri, lazima uwe na nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako, akuwezeshe kuipeleka hiyo kazi mahali pake. La sivyo hutaweza. Rafiki yangu nakwambia huwezi. Mungu akusaidie, akubariki, akupe hiyo nguvu. Nami ni ombi langu kwamba ujaze Roho Mtakatifu, akupe nguvu. Hizo nguvu zitakusaidia kupeleka Injili mbele. Je, unataka kuimba vizuri? Unahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Unataka kuwa mwalimu mzuri? Unahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Unataka kuwa mhubiri mzuri? Unahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Je, unataka kuwashuhudia watu Injili nyumba kwa nyumba? Unahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Unataka kuwa muombaji mzuri? Unahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Je, unahitaji kuwa mwana maombi mzuri? Unahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Unataka kuwa mzee wa kanisa? Unahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Je, unataka kuwa mchungaji? Unahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Je, wewe ni mwinjilisti? Unahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Je, wewe ni kiongozi gani katika mahali gani? Unahitaji nguvu za Roho Mtakatifu ili akupe
kushinda, akupe kuweza hiyo huduma au nafasi hiyo anayokupa. Ndugu yangu, bila nguvu za Roho Mtakatifu huwezi. Hata mimi nisingeweza kuleta haya ninayekuletea, kufundisha haya ninayekufundisha. Bila nguvu za Roho Mtakatifu nisingeweza. Kwa neema yake Roho Mtakatifu ananiwezesha. Kwa hiyo Paulo mtakatifu mahali fulani anasema, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa hiyo utaona nguvu ina umuhimu sana katika maisha yako. Nguvu gani? Nguvu ya Roho Mtakatifu, sio nguvu nyingine, ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Paulo anasema nayaweza mambo yote. Ukitaka kuyaweza mambo yote, yepi? Hata yale ya binafsi, ya nyumbani kwako, yale ya kwenye biashara, yale ya jamii, unahitaji nguvu. Unahitaji nguvu za Roho Mtakatifu ili uyaweze mambo yote. Mtume Paulo anaposema nayaweza mambo yote, maana yake yote. Yote ni yote, maana yake ni yote yanahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Vinginevyo utashindwa. Vinginevyo utashindwa. Basi usiache kuniunga mkono. Bila shaka umefurahi. Bila shaka umepata kitu kipya. Bila shaka umepata kitu cha kukusaidia. Nikuombe usiache kuniunga mkono kwa subscribe kwenye akaunti yangu ya MHAE TV. Like, comment. Mimi niko hapa kwa ajili ya kutiana moyo. Tuna safari ya kwenda mbinguni. Tusipotiana moyo, rafiki yangu, itakuwa ngumu. Basi Mungu akusaidie na akubariki.